yoyote ambaye aitamani kuwa naye kwa hapa Tanzania, kwa sababu fakti ya kwanza ni mchezaji wa kizawa, lakini pia fakti ya pili na zingine ni mchezaji ambaye pia anakuofa kwenye maeneo mengi, kwa sababu tunapozungumzia eneo la kiungo tunazungumzia eneo ambalo linaibeba sana timu, lakini pia likiwa limegawanyika kwenye baadhi ya vitengo. Ni sawa na tunaposema jeshi. Tukisema jeshi, kuna vitengo ambavyo vimetengwa. Kuna watu wa usalama, kuna watu ambao wao kazi yao labda ni kwenye swala zima la magereza na nini, lakini wote kwenye jumla tunasema ni jeshi. Hivyo vitengo ndo kama ilivyo kwenye eneo la kiungo. Tukisema eneo la kiungo limegawanyika, maana yake tunaanza na eneo la kiungo cha ulinzi, kiungo cha ushambuliaji, lakini pia kiungo cha uchezeshaji. Sasa kwenye hizo sekta ama hivyo vitengo ama vipengele ambavyo vimegawanyika kwenye eneo la kiungo, Kevin Nation ana uhakika wa kukuofa zaidi ya kitengo kimoja ama kipengele kimoja. Kwa hiyo ni faida kubwa ambayo inamfanya pia awe top kati ya viungo ambao ni wazawa, ambao pia ukimsajili kwenye timu yako unaamini kwamba anaweza akakuofa kwa mazingira yoyote yale. Simba unaweza ukajiuliza ama unaweza ukaoji kwamba wamemsajili Kevin Nation kwa ajili gani, ingali wana mtu kama Yusuf Kagoma, lakini ukirejelea kwa kila ambacho nimekizungumza kwamba ni mtu ambaye anaweza akakuofa kwenye maeneo zaidi ya moja kwenye hilo eneo la kiungo, utapata ni kwa nini wamemsajili Kevin Nation, kwa sababu ukihitaji kukulindia timu yako atakusaidia, ukihitaji kuichezesha timu atakusaidia, lakini pia wakati mwingine ukihitaji maamuzi yake pale ambapo timu imezidiwa pia anaweza akakuofa zaidi, kwa sababu timu ambazo amepita of course ameprove na ameonyesha kwamba anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, kiumri bado mdogo, anaweza kupambana na ni mtu ambaye pia inawezekana akaja kutengeneza pia mazingira mazuri kwenye kikosi cha Simba kama atapata nafasi. Kwa sababu faida pia ambayo anaipata ni kwamba wachezaji wengi sana wanaocheza eneo hilo kwa Simba, wengi wamekuwa na makosa, lakini kwa bahati nzuri kwake wengi wanatajwa kuondoka na wengine wameshaanza kuagwa. Kwa hiyo inaweza ikawa ni furaha ama ni faraja kwake, kama ataenda akafight ni rahisi sana kuingia kwenye kikosi, kwa sababu pale Nabi Kamara tayari ameshaagwa, lakini pia Alassane Kante anatajwa pia kuondoka kwenye timu. Okay. Neo Maema hawezi kukuofa moja kwa moja kwenye hilo eneo, lakini pia una watu kama akina Chama au ni more creative zaidi. Sasa unaweza ukaamua kwamba timu yangu nahitaji ifanyeje. Kwa mfano msimu huu ambao umemalizika, Simba walikuwa wanacheza na Yusuf Kagoma pamoja na Alassane Kante. Kiasili wote wanalinda, lakini kwa kuwatumia mwalimu alikuwa na opti mmoja acheze box to box. Maana yake amwachie mmoja, yeye ndo awe more defensive zaidi kwa ajili ya kuiangalia safu ya ulinzi, mabeki wakati pamoja na mabeki wa pembeni. Kazi hiyo alikabidhiwa Yusuf Kagoma, lakini Alassane Kante yeye alitumika kama box to box ambaye hana madhara makubwa kule mbele. Madhara yake yani kazi yake kubwa ni kuzunguka kuangalia usalama unaendeleaje kwa Kagoma mwenyewe, lakini pia akisogea asogei sana, anasogea kidogo, akipiga pasi labda long pass kama kuna wingi amefungua ama fullback inakuwa ni rahisi, alafu anarudi nyuma. Kwa hiyo hicho kitu pia kinatoa nafasi kwa Kevin Nation. Ndio maana nikasema kwamba hata kama kiasili yeye ni kiungo wa ulinzi, lakini bado anaweza akachezeshwa box to box na akaweza kuperform, kwa sababu hata timu zingine amefanya hicho kitu na amefanikiwa. Kwa hiyo anapokuja pale Simba na Simba wamesha prove kukifanya hicho kitu, Kevin Nation kwake inakuwa ni rahisi sana na anaweza akaja kujivunia kama alivyojivunia Yusuf Kagoma. Maana yangu ni kwamba wachezaji wa kizawa sana wengi wanaosajiliwa kwenye hizi timu, walio wengi wanafeli kwa sababu ya nafasi ya kucheza moja kwa moja, na hayo yote yanasababishwa na either mfumo wa timu inavyocheza, lakini pia na wewe unavyocheza, au unapoenda pale kwenye timu nini ambacho unakifanya wewe cha utofauti. Yusuf Kagoma alisajiliwa, alitokea nafikiri kuwa Singida
Yes, Singida Fountain Gate aliwahi kuitumikia, akaenda Black Stars, ndo akaenda Simba. Sasa wakati anaenda Simba alikuwa ni kiungo ambaye alikuwa ni mzuri kwa daraja alilotokea, lakini kwenda kwenye timu kama Simba watu walitegemea labda ata struggle sana, lakini tazama viungo aliowakuta pale, wote walio wengi walikuwa wa kigeni wengine, lakini mwisho wa siku akafight na akaweza kupata nafasi. Na uzuri zaidi ama faida nyingine wanayopata Simba kwa Kevin Nation, amecheza sana na Yusuf Kagoma. Na niliwahi pia kufuatilia interview yake akiulizwa baadhi ya viungo anaokutana nao ambao wanampa tabu ama wanampa tabu. Alimtaja Yusuf Kagoma kwa sababu anajua wanafahamiana vizuri. Anajua ubora wake uko wapi, udhaifu wake uko wapi. Sasa wanakwenda kucheza pamoja kwa wakati mwingine, nafikiri ni kitu kizuri pia kwa Simba, maana yake ile partnership inaingia haraka ama inakaa haraka kwenye mfumo wa Simba, kwa sababu uzuri wa Simba Kagoma bado yupo, Mwalimu bado yupo yule. Kwa hiyo ni rahisi sana Kevin Nation akiingia pale, ni rahisi sana kama atakuwa na kitu cha ziada, kwa sababu amecheza na Yusuf Kagoma wakiwa Geita Gold, lakini pia walicheza pamoja Singida. Wanafahamiana vyema. Kwa hiyo nafikiri kwa asilimia kubwa sana zaidi ya 90 kwangu mimi Simba wamelamba dume kwa Kevin Nation. Inawezekana pia tukashuhudia dimba la kati la Simba likatawaliwa sana na wazawa kama ulivyosema, kama kitu kizuri pia itakuwa inavutia kama kwa Yanga tunavyoona safu ya ulinzi inatawaliwa sana na wazawa. Faida inapatikana kwenye club, lakini pia hata timu ya taifa, kwa sababu inakuwa ni rahisi hata kwa Miguel Gamondi kuelekea AFCON, anakuwa yani haimpi nguvu kubwa kufikiria kwamba anaenda na viungo wa aina gani. Yeye ni kuangalia kwamba kwangu mimi labda ninahitaji kutumia viungo wa ulinzi labda wangapi. Anaweza akawaita wote, lakini kwenye kuwatumia ndio inakuja kuwa option ama utofauti. Kwa hiyo ni beta zaidi kwa Simba. Bana, ni taarifa ambayo inamhusu Kevin Nation Naftali ambaye amejiunga na Simba. By the way, nilikuwa nafuatilia pia interview yake akiwa anafanya mazoezi, alikuwa anaulizwa moja ya kitu ambacho amekizungumza kuhusiana na Simba. Amesema Simba imekuwa na bahati ya kufanikisha kile ambacho anakihitaji, kwamba pengine kuna hofa nyingi ambazo alikuwa amezipata, lakini mwisho wa siku Simba ndio ameibuka kwa shujaa na kumpata. By the way, ameonyesha pia kwamba anaonyesha moyo wa upambanaji, kwamba anakuja kuisaidia Simba, na kitu ambacho kimenivutia sana, amezungumza atafanya kile ambacho kitawezekana kadiri ya uwezo wake. Kile ambacho hakitawezekana basi tunamwachia pia muumbaji wake. Huwezi kuforce mambo. Ni kweli, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukaforce kufanya jambo ambalo lipo nje ya uwezo wake likakugharimu. Au likakufanya upoteze hata kile kilicho bora ambacho ulikuwa nacho. Kwa hiyo mimi kwenye issue ya yeye kuonyesha, sina doubt kama upepo utakuwa mzuri. Yani hapo mimi naangalia zaidi upepo, kwa sababu sina shaka na upambanaji wake. Naamini akiamua ni mchezaji mzuri sana, kwa sababu timu zote ambazo amepita, wakati mwingine mara moja alikuwa anacheza kwenye timu ya taifa. Ni mchezaji ambaye ukimpa maelekezo anatekeleza. Amefundishwa na makocha wengi, hususan wengi ni wakizawa waliomfundisha. Inawezekana hajapata bahati kubwa ya kufundishwa na makocha wa kigeni zaidi. Lakini makocha wa kizawa ambao wamemfundisha kwa wingi wamemjenga. Alienda Singida Black Stars wakati mgumu. Yani kwake naweza nikasema ni wakati mgumu alikutana nao. Sijajua Singida wao walifikiria nini, lakini wali opt kumtoa kwa mkopo kwenda Pamba Jiji. Ambapo ukiangalia battle lililokuwepo pale Singida Black Stars ilikuwa battle kubwa sana. Alikuwa rais, alikuwepo Morris Chuku, alikuwepo Mohamed Damaro, Kamara, Atul Bada kabla hajaenda JS Kabli, kina Emmanuel Keyeke, Maruf Chakei. Kwa hiyo inawezekana waliona ni beta zaidi wamtoe kwa mkopo kuliko bato kubwa, kwa sababu wakati huo pia Singida ilikuwa na pressure. Sasa Kevin Nation inawezekana uchanga wake wa kutojua, yani uzoefu. Unaweza ukawa bora lakini ukawa huna uzoefu labda wa kuhimili mikiki. Inawezekana ndio kitu ambacho
akikwenda vizuri kwa upande wake, lakini waliopti kumtoa kwa mkopo kwenda Pamba Jiji. Tazama kile ambacho alikionyesha. Uzuri alikotoka alikuwa anacheza na wachezaji wa kigeni. Pamba Jiji ni miongoni mwa timu ambazo pia zilikuwa na wachezaji wengi wa kigeni. Kwa hiyo ni vizuri kwake. Simba watahitaji kumuongezea vitu vichache sana. Yaani kwa Simba watahitaji kumuongezea vitu vichache sana, labda kwenye ushauri, mazungumzo ya kawaida, wachezaji wenzie ambao atakwenda kucheza nao, kuzungumza naye, kumpa mazingira halisi ya timu ilivyo. Tunatakiwa kufanyaje, usiwe na yani hizo tu kumuelekeza na nini, alafu mwisho wa siku mifumo hiyo inabaki kwenye benchi la ufundi. Mwalimu akiopti kumtumia, ni maelekezo atakayompa ndio yatakayomuongoza kufanya kitu. Lakini kusema labda Kevin Nation tunategemea labda tuone akiongeza kitu kipya, hata interview yake nafikiri umeona wewe alivyosema. Anafanya kila liwezekanalo, anafanya maana yake ya kwamba anafanya kinachowezekana ni kile ambacho kipo ndani ya uwezo wake. Sasa ni kuongeza juhudi za kukionyesha kile alicho. Kwa hiyo kusema ataongezea kitu kitakuja labda kwenye issue the way team inavyotaka acheze, hapo ndo anaweza akaongezea vitu extra. Bana, sawa. Hiyo ni Kevin Nation Naftali ambaye sasa ni mnyama Simba. Lakini pia nimemwona Wilson Nangu na Abdulrazak Kiamza wakianza mazoezi pia. Inawezekana Simba wakawa wana matumaini kwamba kabla ya msimu kuanza ama msimu ujao wanaweza wakawa na idadi kubwa ama wakawa na wachezaji zaidi hata ya watatu kwenye eneo moja. Kurejea kwao kunatoa option kubwa kwa mwalimu Steve Barker kuwa na machaguzi mengi ya mabeki. Ni taarifa njema kwanza kwa wana Simba wote, mashabiki, benchi la ufundi, viongozi mpaka timu kwa ujumla, kwa sababu wanarejea mabeki ambao kabla ya kuumia kwao walisha prove kwenye timu, walishaonyesha wao ni wachezaji wa aina gani. Beta zaidi, napenda kulizungumza hili kila siku, beta zaidi ni wachezaji wa kizawa. Sisi tunapata faida wa Tanzania, maana yake klabu inanufaika, timu ya taifa ya Tanzania pia inanufaika. Abdulrazak Kiamza nafikiri ndo aliumia kwa mara ya kwanza, na nafikiri ndo ana muda mrefu sana yupo nje ya uwanja. Kwa hiyo kurejea kwake, tazama Wilson Nangu, kurejea kwake wameisha prove kwa wakati wao. Wakati anaumia Abdulrazak Kiamza aliwahi kupacha na Chef Fondo Malone. Baadaye akaja kucheza na Shamu Karabwe akaumia. Baada ya hapo wakati Wilson Nangu anasajiliwa, Abdulrazak Kiamza tayari alikuwa ashaumia. Kwa hiyo ni watu ambao hawajawahi kucheza pamoja. Wilson Nangu kasajiliwa, kacheza na sana kacheza na Shamu Karabwe. Baada ya hapo kacheza na Rushen kidogo ndo akaja kuumia. Kaumia. Walisha prove Abdulrazak Kiamza ni mchezaji ambaye anaweza kucheza kwenye maeneo tofauti ndani ya uwanja. Kuna muda alikuwa anatumika kama kiungo japo hata kuofa kama wale viungo asilia, lakini amesha prove kwamba anaweza kufanya hivyo kama ikitokea uhitaji. Anaweza kuonyesha hicho kitu. Faida kubwa alionayo Abdulrazak Kiamza ni mtulivu sana anapokuwa na mpira. Yaani moja ya sifa ya beki pia, ukiachana clear makosa labda kupoka mipira, utulivu pia ni kitu muhimu kwenye ukiwa beki, kwa sababu ukiwa na utulivu usahihi wa matendo pia utakuwa bora. Utapata mpira utajua unauweka wapi. Hicho ni kitu muhimu sana anacho Abdulrazak Kiamza. Inawezekana kitu costful ambacho nakiona kwake ni udhaifu, na mara nyingi huwa kinagharimu, lakini hili nalizungumza kwamba ni janga la mabeki wengi sana duniani. Ni mtu ambaye ana kasi, kuna muda hatofika eneo la tukio kwa wakati, lakini pia usahihi wake inawezekana ukawa na mfeva zaidi, lakini hata kimo chake pia kuna namna kinamfanya kukosa baadhi ya vitu. Kwa hiyo huyo ni Abdulrazak Kiamza. Wilson Nangu kwa muda aliocheza JKT Tanzania nafikiri
ana muda mrefu sana kwenye career ya mpira lakini aliprove JKT sajiliwa Simba, kaonyesha anaweza kufunga. Uzuri wa mabeki wengi sana wanaosajiliwa kwa Tanzania, almost timu nyingi wanaweza kufunga. Inawezekana wana madhaifu huko kwenye kulinda, lakini kwenye kufunga wanaonyesha kitu. Ukiangalia hawa mabeki wote wanne, kama Abdulrazak Hamza anapona, amesharejea, Wilson Nangu, Rushain Delak, Ismail Ture, wote wanaweza kufunga. Maanake timu ikipata labda kona ama free kick wanaweza kuongezeka kule mbele na wakatoa madhara. Kila mtu ameshaonyesha. Tazama Rushain amefunga zaidi ya magoli 3 mpaka 4 msimu. Ismail Ture magoli 3 au mawili. Kwa hiyo hata kabla Nangu hajaumia alifunga. Hata Abdulrazak alishawahi kufunga akiarasi. Alifunga, kuna mechi alifunga ilikuwa dabi. Goli lake lilikataliwa kama sikosei au lilikubaliwa. Sina hakika, lakini nakumbuka alishawahi kufunga hata na Mungu nafikiri. Kwa hiyo ni kitu beta sana kwao. Kama ulivyosema, inampa machaguo mengi Steve Becker, lakini pia itahitaji kumfikirisha. Hawa ndo wanarejea. Nafikiri wakati anasajiliwa alikuta Nangu bado anacheza. Ismail Ture alikuta bado Ismail Ture alikuta Nangu ameumia na Abdulrazak Hamza hajacheza nao, hajawatumia, hajawaona. Sasa itamuhitaji. Simba si wanashiriki Kagame Cup. Huko inawezekana ndo pakaja kumpa option. Kama tayari madaktari wamesha prove kwamba anaweza kucheza, kwa sababu kufanya mazoezi haimaanishi kwamba na kucheza. Kama daktari wamesha prove, nafikiri haya mashindano ya Kagame Cup ndio inaweza kawa sehemu sahihi ya yeye kuwatumia, ili sasa kama anakuja kutengeneza partnership nzuri, either mmoja anachomoka pale kati ya Ture na Rushain, ana join mmoja, au anawatumia hawa wale wanakaa, itategemeana na watakavyo prove. Lakini naamini kwamba kwa wote walivyo, ukiwaangalia wote wanne walivyo, nafikiri zamani zilikuwa zinatumika namba namba 4 na namba 5, lakini kwa sasa tunatumia mfumo mabeki wakati. Tunasema mabeki wakati kwenye roles ama majukumu, mara nyingi wale wawili mabeki wakati kwa sasa kinachobeba zaidi ama kinachoifanya safu ya ulinzi iwe bora ni na partnership iwe bora ni the way mnavyogawana majukumu. Sahihi. Sasa kwenye kugawana majukumu nimetaja zamani kwa sababu tulikuwa tunaangalia namba 4 na namba 5 wanavyocheza. Nikiwaangalia wote, kama ingekuwa zamani, wote ni namba 4. Yaani kama zamani tulipokuwa tunataja namba, nikiwaangalia wote wale mabeki wa 4 wote ni namba 4 kwangu mimi nikiwaona, yani the way wanavyocheza. Kwa maana sifa namba 4 ni wazuri kwenye kwenda mbele zaidi. Zamani namba 5 walikuwa na baki nyuma. Namba 5 kwa asilimia kubwa yeye alikuwa pale. Beki wa mwisho tunasema hivyo. Unasikia majina Mkoba, yani yeye yuko pale amestick. Beki wa mwisho. Anaangalia makosa, yani yeye ana clear akiwa wa mwisho. Ndio maana hata kadi nyekundu nyingi ulikuwa unakuta zinatokea labda kwa namba 5. Kwa sababu yeye ndo beki wa mwisho. Namba 4 mara nyingi yeye ndo anatumwa. Lakini kwa sasa ni tofauti kwa sababu mpira unabadilika. Kwa hiyo nikiwaangalia wale wote, kama ingekuwa zamani wote ni namba 4. Kwa sababu ni ball carrier wazuri. Maanake ili uweze kuonyesha kitu pia cha ziada, namba 4 alikuwa anatumika vile kwa sababu wale walikuwa wanatumika, anapanda kidogo hata kama ni hatua chache, kisha anatoa pasi. Maana yake ana uwezo wa kukaa na mpira na kuskani kwa wapi. Lakini kwa 5 ulikuwa unakuta yeye ni kuclear kama ulivyokuja hivyo. Kwa sasa mambo yamebadilika. Kwa hiyo nikiwatazama wote wako vizuri katika eneo hilo na ni wazuri pia kwenye pasi, lakini kwenye madhaifu nafikiri yani hii shida ipo kwao wote. Wote. Yani hamna beki mwenye kasi pale. Wote hii shida naona iko kwao wote. Awe Nangu, awe Mohamed Hamza, Rushain huyo nafikiri ndo anaongoza. Na Ismail Ture. Inawezekana wanazidiana kwenye asilimia,
labda kuna ambaye kidogo anamzidi mwenzie 100% mpaka 2, lakini Rushaine yuko beta zaidi kwenye utulivu. Hicho kitu inawezekana kinambeba zaidi, na ni kiongozi pia. Anaweza kucheza kama kiongozi. Ismail Ture, yani makosa wanayofanya ni the same. Sasa yanazidiana zile alama kama nilivyosema, kama alama. Yani kama ni asilimia unakuta huyu ana 2 mimi nakuzidi 2 au wewe unanizidi 1. Yani wako mle the same. Kwa hiyo ukija kwa Nangu vile vile pia ni mpigaji mzuri wa pasi. Na muda pia kwa sababu yeye anatumia mguu wa kushoto, huwa anaziba kule upande wa kushoto zaidi. Na mara nyingi wakati anacheza Wilson Nangu alikuwa anatumika kwenye kupush kidogo timu. Kama ulimuona Lisandro Martinez, yule beki wa Argentina ambaye anacheza Man U, anavyocheza. The same na Wilson Nangu. Nakumbuka kuna kosa moja alilifanya wakati wanacheza na ilikuwa nusu finali. Ilikuwa ni nusu ile ambayo alicheza na Misri. Ilikuwa robo ile, lile kosa alilolifanya Lisandro Martinez, alipanda na mpira mpaka mbele kule, kisha akaupoteza. Kilichokuja kusaidia ni kwamba walitafsiri ni madhambi, lakini tayari walikuwa wameshafunga. Kwa hiyo ni yeye yuko bora kwenye kukaa na mpira na kuweza labda kuipush team iende mbele zaidi, lakini kwenye kureact pale anapopoteza pass mpira ni changamoto. Hiyo ni changamoto pia. Kama unaiona, ningekuwa kocha labda hao makocha wangekuwa wanaliangalia hilo pia. Wewe kama unaona ubora wako uko sehemu fulani, unaweza ukautumia, lakini angalia na mazingira. Labda timu inahitaji nini kwa wakati huo, na mpinzani unayekutana naye ni nani, na wanachezaje, yani ambao mnacheza nao wanachezaje, ili usije kuamua kitu ambacho kinaweza kikaigharimu. Mwisho wa siku umepanda, kumbe timu yenu inashambuliwa zaidi, watu wana kasi alafu wewe una kasi. Ndio kama hivyo unajikuta labda anakuja kufanya madhambi, aidha amvute au mfanyie madhambi, mwisho wa siku na yeweza kaigharimu timu kwa kadi, au usifanikiwe anakuacha anafunga. Lakini kwa shida hiyo ni wazuri, lakini hiyo shida naamini lazima haifanyie kazi, ipewe sana maelekezo, kwa sababu uwezi ukasema mtu umuongezee speed. Kama speed alionayo ni hiyo na umri ukisogea inazidi kupungua zaidi, basi maarifa yanapaswa kuwa mengi. Maarifa yanapaswa kuwa mengi zaidi kuliko kitu kingine. Sasa hapo ndo tunarudi kwamba the way team itakavyokuwa inacheza itakuwa beta zaidi wakiwa na Kagoma pamoja na Kevin National, kwa sababu Kagoma pia sio mtu mwenye kasi sana. Kwa hiyo kwenye kulemewa na nini, unaweza ukashangaa Kevin National anarudi zaidi kusaidia. Sasa ile box to box yake inakuja kusaidia zaidi kwenye kulinda. Kwa sababu ukisema watumia kina Neo Maema, bado shida yao ni wazito sana kurudi nyuma. Ni wazuri wakiwa na mpira, lakini wakiupoteza kureact inakuwa ni ngumu sana. Bana, sawa. Hao ni Simba Sports Club. Nafikiri tumalizie pia kwa Simba kuelekea kilele cha wiki ya tamasha la Simba Day ambayo itakuwa ni Agosti 8 kwenye uwanja wa Uhuru Stadium. Ratiba yao kuna namna nimepata za chini. Tutakuwa na uzinduzi wa Simba Day itakuwa Julai 25. Ni pia kutakuwa na uzinduzi wa jezi, itakuwa ni Jumaa nafikiri Agosti 25 ndo wanazindua. Kutakuwa na Simba Marathon itakuwa Agosti 2 na Simba Day yenyewe itakuwa Agosti 8. Kwa hiyo Julai ni uzinduzi wa ile wiki kilele. Wanaanza sasa hapo kwenye baada ya kuzindua mwezi Agosti, kwa maana mwezi wa 8 tarehe 1 atakuwa na uzinduzi wa jezi, ndio atakuja kwenye ndio anaenda Ngorongoro. Atakuwa pale kwenye marathon pia. Siku tarehe 2 itafanyika huko. Hayo ni baadhi ya matukio baadhi ya matukio ambayo yatajitokeza. Maana hata kuzindua wanazindulia huko. Wanazindulia huko. Wanachagua. Sasa tamasha lenyewe ndio linarudi eneo husika ambalo ni na waweza kaangalia.
uzinduzi wa tamasha lenyewe tarehe 20. Yeah. Tarehe 1 kama tarehe 2 hivi unaweza kaangalia hapo. Tarehe 2 ni yani tarehe 1 ni tarehe 25 mwezi 25 mwezi huu wa 7 ambayo ni Ijumaa. Okay. Wanazindua kilele ama wiki ya Simba. Maana ndio mwanzo sasa wa matukio ambayo watayafanya. Tarehe 1 mwezi wa 8 na tarehe 1 mwezi wa 8 wanazindua jazz. Tarehe 2 marathon. Wakishazindua marathon kuna vitu vingi sijui kurudisha kwa jamii ile jogging usafi na nini. Usafi. Lakini Simba Day tarehe 8 mwezi wa 8. Yeah. Maana baada ya kufanyika hayo yote, kama wataamua kuyafanyia kule Ngorongoro, watarejea Dar es Salaam kwenye tarehe 5, 6, wanatakiwa wamesharejea pale kwa ajili ya hilo zoezi la Simba Day ambapo ni tarehe 8. Wanacheza Simba Day tarehe 8 kwa maana ya tamasha tarehe 9, tarehe 10, tarehe 11, 12 ngao ya jamii. 13, 14 ligi inaanza. Wao watacheza kwenye tarehe 16 kama ratiba itakavyokuwa imepangwa, kwa sababu kwa mujibu wa ratiba ilivyopangwa lazima itakuwa ni back to back. Yale masaa 72 ambayo watu tunayazungumza nafikiri yatatumika sana. Nilikuwa nazungumza na Elia kwamba hapa sasa tarehe saa 8 lazima ihusike kwa kila mtu. Saa 8 ihusike kwa kila mtu ili tuepushe hii migongano ya huyu kacheza michezo mingi, huyu ana viporo, mwisho wa siku huyu apumzike, amsubiri mwingine afikie. Inakuwa ni tabu kidogo. Ni tabu kidogo. Na muda ukiangalia umetight sana. Kwa hiyo hata ule muda wa pre-season sidhani kama utakuwepo. Kwa Simba inawezekana mazoezi hata training anayoifanya kwa ajili ya Kagame ndio ikawa pre-season moja kwa moja. Kwa sababu kwa naangalia pia Kagame inaanza ratiba yao hapa. Nataka niangalia hapa inaanza wakati unaangalia hapo tarehe 24 ndio inaanza tarehe 24. Simba wanacheza 25. Yeah. Kwa hiyo wakati hayo sijui ya tamasha yanazinduliwa, timu kule inaendelea. Na ukiangalia kwa mujibu wa taarifa ya meneja habari na mawasiliano, Simba kwa asilimia kubwa watawatumia wachezaji wale ambao walikuwa wapati nafasi. Kama walikuwa wapati nafasi kwa asilimia kubwa, wengi wameshawaacha. Kwa hiyo tusitarajie wale wenye majina makubwa, ni wale vijana kwa asilimia kubwa. Watakuwa wanawa mix na wale ambao walikuwepo. Watakaosajiliwa vivyo hivyo pia nao wanajoin kwenye timu. Kwa hiyo wakati training inaendelea, yani wakati hao waliopata nafasi wanacheza Kagame, mwalimu anaendelea, yani ile session ya mazoezi inaendelea kwa wote. Wanaosajiliwa watakuja pale. Maana yake watakuwa wanasajiliwa wanaelekea Rwanda. Wanasajiliwa wanaelekea kuchapa sahihi. Atakayepata nafasi ya kucheza huko na improve mwalimu. Kwa siku wanarejea. Hakuna muda wa pre-season. Hiyo ndio pre-season yenyewe. Pre-season yenyewe. Kwa sababu hata ukiangalia hizi timu ambazo hazishiriki bado ni takriban wiki 2. Watakaa kwenye mazoezi wiki 1 na siku kadhaa mpaka 2. Kwa sababu tarehe walizotangaza, kwa mfano Yanga alitangaza tarehe ngapi? 20 na nafikiri 20 ni leo. Tarehe 20. Sasa kama wanaingia kambini, maana yake na wao kuna hivi vya matamasha humo katikati. Sahihi. Kwa hiyo lazima kuna uzinduzi humo, sijui wa jezi wa nini. Pre-season yao inafanyikia Ivy Town. Ndio maana hawakutaka kwenda sana. Kwa hiyo yale ya zamani sijui Azam anaenda Misri, sijui anaenda Dubai. Nafikiri kwa sasa ni tight DM. Yaani ngumu sana kuweza kuyaamua hayo, kwa sababu hata usajili wenyewe bado haujakamilika. Wakuagwa bado hawajamaliza kuagwa. Mambo yako namna hiyo. Bana sawa, hata hivyo kuna taarifa ya ratiba ya NBC Premier League